Mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa mkubwa katika mtandao wetu wa Mkenya TV, mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo na tumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili ni kufichulie siri kubwa peupe, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja kwa sababu hii kanda nilileta chini ya dakika 10. Ningependa kujua unatazama hii kanda ukiwa katika eneo lipi, ukiwa katika taifa letu la Kenya. Nifahamishe tu ni county ipi ambayo unatazama hii kanda kutoka. Ukiwa unatazama kutoka mataifa mengine pia tunashukuru. Tufahamishe unatutazama ukiwa katika taifa lipi ili kujua watazamaji wetu wanatufuatilia wakiwa maeneo gani katika ulimwengu huu. Wasiwasi ya tanda katika mrengo wa Kenya Kwanza baada ya siri kufichuliwa kuhusiana na Musalia Mudavadi, mkuu wa mawaziri, kuondoka serikalini. Nani amezungumza haya? Sababu ni zipi ambazo zinaenda kusababisha ama zimesababisha Mudavadi kutoa uamuzi huo? Kabla nizame kwa undani, hayo ndio tunaenda kuchanganua. Lakini nakuomba unapoendelea kutazama hii kanda tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Ikiwa wewe ni mgeni, karibu sana katika platform yetu ya Mkenya TV. Naomba tukaweze kusubscribe. Kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribe. Na karibu kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV. Utakuwa unapokeza notification kufahamishwa kwamba Mkenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Waswahili walisema ya kwamba lisemalo lipo kama halipo li njiani laja. Mudavadi nadai amemtumia PA wake, personal assistant, kutoa tangazo maalum kwamba watajiondoa kwa serikali ya mrengo wa Kenya Kwanza. Msaidizi wake ambaye ni PA anaitwa Kinoti alikuwa katika radio moja humu nchini. Haya ndiyo aliweza kuyasema kuhusiana na Musalia Mudavadi kuondoka serikalini. Tusikize. Efwe kama Baluya kutokuwa na candidate, any coalition that does not give us number 1 or number 2 in that coalition, we are not body. Lakini hatutaenda kwa any coalition where we are being told we are number 3. Hii ya Ruto hatuko, barabara hatuko number 3. Any coalition, afadhali tuhesabiwe Waluya, tukue na presidential candidate, tuhesabu Waluya ni wangapi. Musalia vitu yenye alipromisiwa zote amenyang'anywa. Alikuanga kwa presidency, alikuanga president, deputy president, prime cabinet secretary, wakangoa, akabaki president, deputy. Musalia akawekwa chini ya Kosgei. State corporations were there, wakatoa kwa hiyo ofisi ya Musalia zikatupwa nje. Government delivery service where have been a director, yote ilikuwa chini ya Musalia, ikatolewa kwa executive order number 2, ikaongolewa. Musalia ameachwa na shell inaitwa foreign affairs. Umesikiza msaidizi Kinoti wa Musalia Mudavadi akisema ya kwamba katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027 ikiwa Mudavadi atakuwa number 1 or number 2, watajiondoa katika mrengo wa Kenya Kwanza ili wawanie kiti cha urais. I want to put this into perspective so that we can understand the meaning, reasons behind the sentiments made by Musalia Mudavadi's personal assistant Kinoti. Kwa nini Mudavadi anatarajiwa kuondoka katika mrengo wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na Rais William Ruto? Point number 1. He was betrayed politically. Mudavadi aliweza kusalitiwa kisiasa. Kivipi? Musalia Mudavadi kulingana na ratiba ya uongozi, rais ni number 1. Number 2 ni deputy president. Number 3 the speaker of the National Assembly. Lakini tunaona kuna kiti hapo kilikuwa kinaitwa mkuu wa mawaziri ambaye ni cabinet ama premier cabinet secretary ambaye ni Musalia Mudavadi. Sasa ako hapo wakati Rigathi Gachagua alingolewa mamlakani
wengi walidhani kwamba Musalia Mudavadi atakabidhiwa kiti kile kama naibu rais. Na hata Mudavadi aliweza kuvunja chama chake cha kisiasa ANC, kuingia fully na kuwa mwanachama katika chama cha rais kinachoongoza UDA. Lakini Profesa Kithure Kindiki alikuwa waziri wa usalama wa ndani, kumaanisha Mudavadi alikuwa juu yake kwa sababu alikuwa Premier Cabinet Secretary. Kindiki akaruka Mudavadi, akachukua fursa ya kuwa naibu rais katika taifa letu la Kenya. Huenda wakiangalia haya yote ndio maana wanatishia kujiondoa katika mrengo wa serikali Kenya Kwanza ikiwa Mudavadi atachukua number 2 in the next general elections 2027 or number 1. Kumaanisha usaliti wa kisiasa ndio umechangia Mudavadi kujiondoa. Number 2, Raila Odinga factor. Raila Odinga alikuwa katika mrengo wa upinzani, akaingia katika serikali, wakaunda what we call broad based government, serikali jumuishi. Mara nyingi tangu Raila Odinga aingie katika serikali amekabidhiwa mamlaka, ingawa hana kiti. Amekubalika kwa sababu tunamuona wakiwa pamoja na Rais William Ruto, wakiwa kwa mkutano, Kindiki ndiye anazungumza watatu, kisha baadaye huyo ni deputy president, kisha baadaye anamualika Raila Odinga, Raila Odinga ndiye anamualika Rais William Ruto. Kumaanisha kuna mamlaka hapo unapoona kupima hapa na pale. Na Musalia Mudavadi aonekani katika picha hiyo. Wenda wameona wakati tulikabidhiwa kiti cha kuwa mkuu wa mawaziri, tuliweza kupewa majukumu ya kuyatekeleza, lakini sasa hivi hayapo. Sasa hivi Musalia Mudavadi ni kama waziri wa kawaida, ndiye anaendesha shughuli zote katika wizara ya masuala ya foreign affairs. Anatembea kule hapa na pale, lakini haonekani sana vile alikuwa anaonekana. Na tangu chama chake cha kisiasa kivunjwe, mamlaka ndio yaliweza kupungua. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo, ANC ni chama ambacho Musalia Mudavadi alikitumia to have bargaining power on the table. Lakini baada ya ANC kupotea ama kumezwa na UDA, alipoteza powers zake. Na wamepima in the next general elections, hatutakubali liwe liwalo, liwana liwe, lazima we must be number 1 or number 2 or else we quit. Kwa hivyo usiyachukulie matamshi ya msaidizi wa Mudavadi lightly. Kuna uzito fulani, kuna vile hesabu inaendelea kupiwa kwa sababu ya kura zile ambazo ziko katika eneo la Western. Je, nauliza swali, Musalia Mudavadi anaweza toa usaidizi wa kura kutoka eneo la magharibi mwa Kenya ikiwa ataungana na mrengo wowote? Tutaniandikia katika sehemu ya maoni. Je, Musalia Mudavadi atatoa usaidizi wowote wa kura za magharibi mwa Kenya ikiwa ataingia katika mrengo wowote wa kisiasa? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila kutamatisha hii kanda na kuomba tu, ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV. Sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Bye bye.